mimi nipate vesi ile njoo kwa madebe. Wakibana bongo twenzetu kwa madebe. Twende club zao, twende tukaruke. Bwana mheshimiwa aliniambia bwana huko utakaa sana benchi, nikamwambia bwana sawa. Nenda Kalinge, walingie. Uliona nini ndani ya bro mnao? Baisa mimi shabiki yake. Namshabikia. Baisa kwanza katika hii kundi ambao tumekusanyika wote. Heshima kubwa ya Baisa, he's on time. Studio anakuja kwa muda, photoshoot. Hamna msanii yoyote kati ya hao unaowaona aliyewahi kuja kumzidi Baisa kufika. Hata sisi wenyewe waandaji hatujamfikia Baisa kwa kuwahi kufika haraka. Kwa hiyo hili ndio maana mwanangu saa moja niko hapo. Mwenyewe nimeingia saa 7. Sasa ukijiuliza kwa nini Baisa ana miaka zaidi ya 15 kwenye game, sasa hivi unafika 20 na sasa hivi 23 kwenye game. Kikubwa kinachomfanya afike huku ni nidhamu, kazi bila discipline. Kwa huyu jamaa nidhamu ndio hiyo ya kujali muda. Baisa anajali muda, na mimi sijategemea. Wakati tulipokuwa kwenye ndege tulipanda na si ndege gani by then, nikamwambia mwanangu, wewe ukipata muda wote kuingia studio yani chana kama unalinga kweli wewe chana bwana, kesho tunaenda kwa makochari nakumbuka kweli. Ile video nilisimamia mimi mwenyewe na Karage, yale matunda unaona yale, mimi ndo nimeenda kununua nikaweka, kwa sababu kachana ngoma amelinga kanifurahisha. Goma limeenda halijaenda, na ndo goma ambalo sasa hivi na miaka zaidi ya mingapi? Na miaka zaidi ya 18. 18. Katika ngoma zake 3 ameweka. Kumbe na kesho lipo kwenye lazima tabasamu lazima. Kwa ile Selechogo ni nani? Shebichogo naye hao Kariakoni. Sasa hivi kuna TID, kina Makei pia mwanangu. Wote wale wanangu. Yule ndo alikuwa amelia kama kazulumiwa hivi. Ndo Ramakei, wakina Ramakei, Abu na Shebichogo. Abu ni Shabu ni Shabu. Sasa hizo ni zama ambazo ukimwona msanii yani sisi wote zamani tulimjua Tudo kwa sababu ya Dully Sykes. Mwanzo tukisikia Tudo, yani nyimbo haitoki bila Tudo. Kumbe Dully hawezi enda studio bila Tudo kuwa pembeni. Sawa kweli. Sasa hivi Tudo kamwacha Tabata huko. Hapana, no story bana mheshimiwa, utaenda kwaje? Tutakusua kwa story ya uongo bana mheshimiwa. Niambie ukweli. Story ni kwamba kuhusiana na Tudo ndo rafiki yangu ambaye kipindi nimeacha shule naanza kupambania muziki yani kabla sijaacha shule actually nyuma mwaka 96 wakati na upambania muziki. Tudo ndo alikuwa rafiki yangu ambaye mimi nikiandika karatasi mamangu anazichana. Kwa hiyo Tudo yeye ndo alikuwa ananihifadhia zile karatasi zangu za muziki. Hafidhi. Yes, ndo hafidhi anahifadhi. Kwa hiyo sasa kwa sababu yeye amezaliwa Kipata, mimi nimezaliwa mtaa Somali na nani na Mbaruku. Kwa hiyo kwa sio mbali gerezani Kariakoo pale. Kwa hiyo mimi naenda mshikaji wangu tunakuwa pamoja mimi na Tudo. Kwa hiyo yeye anakuwa ni mtu wangu karibu na kuniambia kwamba hapa. Hata kuna wakati pia nilivyokuwa nimekuwa star nilikuwa nikimuuliza Tudo, namwambia Tudo, mimi na Juma Nature unatuonaje? Tudo ananiambia au mwezi Juma Nature hata siku moja. Bado yani pambana yani umfikie Juma Nature. Na ni kweli kipindi kweli. Ananiambia ukweli. Kwa hiyo yani ni mtu ambaye nilikuwa nakesha naye usiku, tukashana nakumbuka kuna safari nyingi sichatoka. Kuna safari moja tulikuwa tumeenda Kiburugwa kule. Kiburugwaini kwenye show Mbagala. Sasa kabla wakati sisi tuna perform hatujui mtu yoyote underground. Watu kule wanapigana. Ndio. Yani hawana mpango na sisi wala nini. Sisi tunaendelea kuperform vile yani muziki unalia na watu wanapigana. Basi muziki ukazimwa na sisi tukawa na, lakini sasa mwana aliyotupeleka Kiburugwa ni mshikaji Konda ambaye alikuwa mshikaji wetu. Yani yeye ametuchukua Kariakoo pale Kishua Huru, katuleta mpaka kule Mbagala, afu gari imerudi. Kwa hiyo tunamsubiria yeye atoke kule tena saa 11 ile 12. Sisi tunamsubiri stendi. Kwa hiyo tuna kazi yetu sisi kwenye mawe yale tunalala mimi na mwanangu Tudo yani. Tunalala pamoja, tunamaliza tukiamka nini hatujui faida hata ile pesa tunapata ya muziki au vipi, lakini ni mtu ambaye nimepambana naye, nimeingia naye studio mara ya kwanza, kanisimamia hiyo sawa, hiyo ngoma iko hivi ni hivyo, ndo mshikaji wangu. Kwa nimemtaja mwisho wa siku na yeye kapata jina lake. Sasa hivi Tudo amekuwa anafanya decoration mapambo ana deco Tudo deco
decoration. Kwa hiyo yeye wakalikonji, anajiita wakalikonji. Kwa hiyo wao ndo show zote za sijui kitamba cheupe, sijui sehemu zote. Wewe mwenyewe unajua kwamba Tudo ni bingwa kabisa wa kufanya decoration kwenye party nyingi. Hana mpinzani. Kwa hiyo na yeye pia amepata na muda wake, anafanya maisha yake, na mimi niko na maisha yangu ya muziki, lakini hatukutengana mimi na Tudo kwamba sio marafiki. Sio marafiki, ni kaka yangu, tumekuwa ndugu. Kwa hiyo Baisa mwenyewe anajua, yeye mwenyewe ameniona na Tudo kipindi yeye mwenyewe hajatoka na ananiona mimi na Tudo. Kwa sababu Duli mimi ndio mtu ambaye alinisaidia mpaka mimi nimeenda studio. Mimi ndo nimempeleka studio Baisa. Studio yani kwamba hii ndio studio, utaenda kurekodi, utakuwa msanii. Duli. Lakini kuelekea tarehe 10 au sio bana, tumepata nafasi ya kukutana na nyinyi mastaa wakubwa ambao kwenye muziki huu mna heshima kubwa, kwa maana ya barabara ya muziki. Usipomtaja Duli, usipomtaja Baisa, usipomtaja Jocelyn, bado hujasema kitu, au sio bana? Lakini wewe kaka mkubwa kabisa, ilikuwaje Dully Sykes kuwapeleka studio ya MJ kurekodi ngoma ya dhahabu, kila mtu kwa wakati wake? Kulikuwa na beef kweli au ni nini kilisababisha wewe usiwapeleke pamoja Baisa pamoja na Jocelyn, kwa sababu tumewapata pamoja hapa? Pengine unauliza kulikuwa kuna beef kweli, na maana pengine siwezi kukataa, kwa sababu Temeke napo ni mbali, taarifa kufika ngumu, pengine kwa sababu naishi Temeke ndugu yangu. Hawa jamaa walikuwa na beef kubwa sana, na beef yao sisi tujue kuna beef. Unasikia? No. Let me finish talking basi. Let me finish talking. Kwenye game, beef kwenye game. No, naomba jamani, subiri niwaambie. Subirini. Sasa mnataka niongee, kaka yenu mnataka kuongea nyinyi. Sasa namsikia Duli akisema, unajua mimi naamini kwamba kulikuwa na beef, na subiri basi, ngoja kulikuwa na zile rumors kwamba Baisa pamoja na Jocelyn hawako vizuri, ndio maana ngoja niongee hili. Basi. Okay, naomba niongee hili. Unajua shetani anapokuwa siku zote anapokuwa mkubwa, anazeeka, anakuwa nani? Malaika. Hao jamaa washakuwa malaika tayari sasa hivi. Unajua washakuwa watu wazima. Kwa kipindi kile kila mtu alikuwa na unajua huyu kaja na style, na Baisa naye alikuwa na style yake ambayo tayari ndo katokea ile ya yo yeah yo, na huyu naye kaingia na yo. Kwa hiyo hawa zile yo zikagongana, ikawa sasa mashabiki wanaona kwa nini huyu kaingia kama Baisa, na Baisa naye anashikwa kichwa na mashabiki kwamba the guy amekuja kuchukua nini style yako, wakati kumbe na huyu hapa naye hata kuongea kwake mwenyewe ni yo. Ikatoka hivyo basi, wakawa wenyewe sasa, kiukweli walikuwa na beef. Huyu hapa anajua kabisa huyu jamaa anambite, huyu hapa pia anajua kwa nini mimi ni style yangu sijai kumbite. Na ndio maana subiri, na ndio maana hata kwenye dhahabu huyu aliimba, uliimbaje style yangu na style ngapi? Style zaidi 3. Hapana, style zaidi. Style za nini? Album. Ngoja basi. Unajua hii yote ni kuelekea tarehe 10 ya mwezi wa 7 Mlimani City. Okay, basi ni hivi jamani, hapa cha kufanya ni hivi. Hawajawahi kuona dhahabu live. Hii ndio labda huo ndo mchongo. Huu ndo mchongo, kwa sababu unajua bwana, hawa washakuwa watu wazima sasa hivi, hawataki kuzungumza mambo yao ya zamani. True. Unajua Dully Sykes ni my brother. Yeye anazungumzia kiukubwa katika beef ya music. Lakini katika behind the camera, Jocelyn album yake yote mimi naijua kabla haijarekodiwa. Kwa sababu alikuwa anaibuka home. Anakuja home, tunakula wali maharage, anaimba ngoma zake zote niite basi. Wewe moyo unaibuka na mimi namuibukia home hapo. Unaona kazi hiyo? Ulize. Ngoja tumalize.